Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar ZFDA imefanya ukaguzi wa maduka mbalimbali ya dawa kwa lengo la kukagua dawa ambazo zimeisha muda wake. Katika ukaguzi huo uliofanywa na timu ya ZFDA imetembelea maduka ya wilaya Magharibi Unguja. Akizungumza mara baada ya ukaguzi wa maduka hayo, ndugu Yasir Abdallah Juma, mkaguzi wa dawa ZFDA, amesema wamefanya ziara kushtukiza katika mafamasi 55 ya Unguja, maduka ya dawa baridi 40 na maduka 16 waliyafungia, hivyo na kuwataka wamiliki wa maduka kuwa makini katika utoaji wa huduma na dawa ili kuimarisha afya ya watumiaji. Kwa wiki hii tumekuwa na ukaguzi kupitia maduka ya dawa, yani pharmacy, pamoja na maduka ya dawa baridi OTC, na kwa wiki hii tumefanikiwa kukagua pharmacy 55 pamoja na maduka ya dawa baridi 40. Katika maduka 55 tumefanikiwa kugundua makosa ambayo yamepelekea maduka hayo kufungwa, maduka 16 kati ya maduka 55 na OTC 10 kati ya OTC 40. Kwa hiyo tunawaasa tuendelee kuzingatia miongozo, tuzingatie sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa na Wakala wa Chakula na Dawa Zanzibar ZFDA ili kuhakikisha tunatoa huduma salama bora kwa wananchi na kuhakikisha tunalinda afya ya jamii inavyotakikana. Watu kutambua umuhimu wa kulinda afya ya jamii yetu. Wakati mwingine watu wanaingiwa na tamaa ya kifedha, wakati huduma ya dawa ni huduma kama huduma nyingine na si biashara kama ambavyo wengi tunaichukulia ni biashara ya dawa, lakini kikubwa ni kwamba watu wanashindwa kutofautisha kati ya huduma na biashara nyingine, kwa sababu huduma ya dawa ni biashara ambayo inahitaji taaluma, na wakati mwingine tunapata changamoto za kuwasiliana na wanataaluma pamoja na wananchi juu ya swala zima la kuhakikisha kwamba tunalinda afya ya jamii kupitia hizi huduma za dawa zinazotolewa. Yapo makosa ambayo wakati tunafanya ukaguzi tuna observation ambazo tunakuwa tuna minor observation, major observation na critical observation. Minor observation ni makosa ambayo ni makosa ya kawaida ambayo hayaathiri afya ya jamii kwa wakati huo, ama tunasema yanakuwa hayana direct impact kwa jamii. Kwa mfano tumekagua duka la dawa tukagundua muuzaji hajavaa koti, hilo ni kosa la kawaida. Lakini kuna maduka ambayo tumekagua tukagundua wanafanya matibabu, hiyo ni kinyume na sheria za ZFDA. Lakini pia tumegundua kuna uingizwaji wa dawa ambazo hazijasajiliwa. Hilo ni kosa ambalo tunaita ni major ama critical observation, ambazo tumechukua hatua ya kufungia maduka baadhi kulingana na makosa hayo. Lakini pia kukuta expired dawa ambazo zimeisha muda wake wa matumizi katika shelves ni makosa ambayo pia yanapelekea duka kufungwa, kwa sababu tunaamini kama una expiry nyingi kwenye shelves, manake una uwezekano mkubwa ukawa unauzia wananchi dawa ambazo zimeisha muda wake. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hizi kaguzi kwa mara ili kuhakikisha kwamba jamii ambayo inatuzunguka wanatumia dawa ambazo ziko salama. Ikitokea duka limekutwa na makosa hayo kama nilivyotangulia kusema, inategemea na aina. Kama ni minor observation, huwa tunatoa barua ya onyo kuhakikisha kwamba mmiliki anarekebisha hilo tatizo ambalo limetokea. Then kosa likitokeza mara 3 tunachukua hatua ya kufunga duka kwa ajili ya taratibu nyingine za kiofisi. Kwa upande wake, Muhammad Abdallah Muhammad, mfamasia wa duka la Marhaba liliyopo Mwera Chuoni, amesema ziara ya ZFDA ni ziara ambayo itaendelea kuwakumbusha wajibu wao wa kuwa makini wanapoagiza dawa na kutambua umuhimu wa kukagua dawa pindipo zinapoisha muda wake. Tulikuwa tuna ukaguzi leo mfupi kutoka bodi ZFDA, lakini tumewapokea na wametusikiliza na wametukagua, na tumepata mafunzo mengi na kuwa makini zaidi katika biashara yetu, lakini pia na katika huduma za kiafya. Kwa hiyo ushauri wangu tuendelee kuwa makini katika kutoa huduma za kiafya, lakini pia kufuata maelekezo na kanuni zote ambazo zimewekwa na ZFDA. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Ali Haj Abdallah.
Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.